بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na maswahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakayefuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika iman, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, leo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akipenda, tutakumbushana kuhusiana na mada ambayo ni muhimu sana sana sana. Mada yenyewe ndugu zangu ni mada ambayo ukifanya baadhi ya mambo ambayo tutayataja, kama wewe ni Muislamu, basi unatoka ndani ya Uislamu, unakuwa kafiri. Na ukifa katika hali hiyo bila kutubia, bila kurejea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wewe siku ya kiyama utaishi ndani ya moto wa jahannama milele milele milele, wala hutotoka. Kwa hiyo ni mada ambayo kila Muislamu inatakiwa aifahamu. Baada ya kuifahamu, aifanyie kazi. Ndugu zangu katika imani, mada yenyewe ni mada ya shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Shirki ndugu zangu imeenea katika jamii yetu. Baadhi ya watu wanafanya shirki ima kwa kujua au kutokujua. Allahu akbar. Shirki ndugu zangu katika imani ndiyo dhambi ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatoi msamaha, hana huruma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na yule atakayemshirikisha kisha akafa bila kuleta toba. Akifa hali ya kuwa ni mshirikina, huyo ni motoni moja kwa moja, wala hatotokaga tena ndani ya moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo ni mada ambayo ni muhimu sana sana sana. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika surati al-Bayyina kwenye aya ya 6 ya kwamba innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anatoa tahadhari kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ili wasiji wakafanya mambo ambayo yalifanywa na nyumati zilizotangulia, wakafikwa ummati Muhammad na mambo ambayo yamewafikia waliotangulia. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina kafaru, kwa hakika wale ambao wamekufuru, min ahli alkitabi, miongoni mwa waliopewa kitabu kabla ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mayahudi na manaswara wa Kristo, wal mushrikina, na wale washirikina, ima katika mayahudi, ima katika manaswara, ima katika makuraishi. Na katika huu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yoyote ambaye akiwa ni mshirikina, Mwenyezi Mungu anasema fi nari jahannam, hao ni watu wa moto wa jahannama, hawa ni watu wa motoni. Kisha Allah anasema khalidina fiha,
wataishi humo ndani ya moto. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema khalidina fiha abada, wataishi humo milele. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema labithina fiha ahqaba, wataishi ndani ya moto wa jahannama miaka na miaka. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema ulaika hum sharrul bariyah, hao ndio viumbe wabaya wachafu kuliko viumbe wote. Makafiri, washirikina, waliokufa bila kutubia, ndugu zangu katika imani, kuanzia zama za Nabii Adam mpaka zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo shirki, ndugu zangu katika imani, ni jambo ambalo ni kubwa mno. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila Muislamu afahamu shirki ni nini, ili asije akaingia katika ushirikina, asije akafanya mambo ya ushirikina, ima kwa ujinga, kwa kutojua, au kwa kukusudia, kama baadhi ya watu wanavyofanya, kama tutavyokuja kueleza huko mbele. Ndugu zangu katika imani, mtu kabisa anaona hii ni shirki, huu ni ukafiri, mambo ninayofanya yanakwenda kinyume na dini yangu, yanakwenda kinyume na Uislamu. Lakini mwanadamu kwa sababu ya dunia, kwa sababu anataka pesa katika njia ya shortcut, yupo tayari afanye lolote, auwe, afanye nini, aingie katika mambo ya Freemason kama zama tulizonazo. Baadhi ya watu imekuwa ndio hivi, ndio madili hayo. La ilaha illa Allah. Haangalii mustakbal, haangalii baadaye itakuwaje, angalii kuna watu walishamtangulia kaburini, walikuwa na mapesa, walifanya njia kama hizo za haramu za kutafuta pesa, lakini wapo hawapo, wamesha kufa. Humo ndani ya makaburi yao wanafanya nini? Wanakutana na yale mambo waliyofanya katika uhai wao. Lakini mwanadamu hazingatii, mwanadamu hajifunzi kupitia kwa wenzake, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kuna umuhimu wa Muislamu, mwanadamu, kujua shirki ni nini ili ajiepushe. Na ndio kama alivyokuwa akisema sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sahaba mtukufu Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, anasema ya kwamba kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafatan an yudrikani. Allahu akbar. Hudhaifa radhiyallahu anhuma anasema ya kwamba walikuwa watu zama za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mambo ya kheri. Ya Rasulullah, ni jambo gani nikifanya nitaingia peponi? Ya Rasulullah, ni jambo gani nikifanya nitapata radhi za Allah? Ya Rasulullah, ni jambo gani nikidumnalo huenda nikapata shahada wakati wa kufa kwangu? Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia, ya Rasulullah, ni matendo gani ambayo ni bora? Mtume anasema salatu fi waqtiha, ni mtu kusali sala kwa wakati wake. Ya Rasulullah, mambo gani ni ya kheri? Kuwatii wazazi wawili na mengine. Lakini Hudhaifa anasema wa kuntu as'aluhu anish sharri, lakini mimi Hudhaifa nilikuwa namuuliza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kuhusiana na mambo ya shari, makhafatan an yudrikani, kwa kuchelea nisije nikaingia katika mambo ya shari bila kujijua,
Kwa hiyo namuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama, ya Rasulullah, ni mambo gani ambayo mtu akiyafanya itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah? Ya Rasulullah, ni mambo gani mwanadamu akiyafanya atapata laana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Ya Rasulullah, ni mambo gani ambayo mwanadamu akifanya na akifanayo anaingia katika moto wa jahannama? Mtume sallallahu alaihi wasallama anamueleza Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni wajibu kila mmoja katika Waislamu afahamu shirki ni nini, vile vile afahamu ni mambo gani ambayo akiyafanya yanamtoa katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu shirki ni dhambi ambayo ni kubwa, na Mwenyezi Mungu kuhusiana na uzito wa shirki akasema ndani ya Qur'an katika surati An-Nisa aya ya 48 ya kwamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bih, hatoi msamaha, hatosamehe dhambi ya shirki yeyote ambaye atakayemshirikisha Allah halafu akafa bila kutubia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatoi msamaha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini dhambi nyingine tofauti na shirki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatoa msamaha. Fa in shaa adhabahu wa in shaa ghafara lah, yeyote ambaye atakayekufa akiwa na madhambi tofauti na shirki, huyo atakuwa chini ya matashi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka atamsamehe, na akitaka atamuonjesha adhabu kwa muda anaotaka Allah subhanahu wa ta'ala, halafu atatolewa ndani ya moto wa jahannama, ataingizwa katika pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini yule ambaye amekufa hali ya kuwa ni mshirikina, huyo ataishi ndani ya moto wa jahannama milele milele milele, na wala hatotoka. Ndugu zangu katika imani, ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما, yeyote ambaye atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika amezua jambo kubwa sana. Allahu akbar, jambo kubwa sana ndugu zangu katika imani. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha tena katika surati Al-Maida aya ya 72 ya kwamba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatoa tambihi na kuambia watu, wanadamu, viumbe kwa ujumla, mafikio ya yule ambaye atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bila kutubi na akafa bila kutubia. Ndugu zangu katika imani, Allah anasema innahu, kwa hakika, si vinginevyo. Watu wafahamu ya kwamba man yushrik billah, yeyote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na akafa bila kutubia, akafa ndani ya ushirikina, akafa ndani ya ukafiri, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, huyo ameharamishiwa na Mwenyezi Mungu kuingia peponi. Huyo kwake ni haramu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahu nar, mafikio yake itakuwa ni katika moto. Wa mali dhalimina min ansar, madhalim, washirikina, makafiri hawatokuwa na muombezi siku ya kiyama. Hakuna ambaye atakayekinga kifua mbele kwa kuwaombea na kuwatetea waliokufa hali ya kuwa ni washirikina. Ndugu zangu katika imani, nini maana ya shirki? Ndugu zangu katika imani, shirk
Wanasema wanachuoni wa sheria ya kwamba huwa al-i'tiqad bi anna lillahi sharikan fi dhatihi au fi sifatihi au fi uluhiyatihi au fi ibadatihi au fi mulkihi. Allahu akbar. Kwamba shirki, ndugu zangu katika iman, ambayo mwanadamu akiitikadi akiwa nayo inamtoa katika dairatul Islam, anatoka katika Uislamu, anakuwa kafiri. Kama alikuwa ni Muislamu, anaswali sala 5, anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha kwenda hija, anatoa zaka, akifanya haya mambo, ndugu zangu, anatoka katika Uislamu, anakuwa kafiri. Al-i'tiqad bi anna lillahi sharikan fi dhatihi, mwanadamu kuwa na itikadi, kuwa na imani ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na mshirika katika uungu wake. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Kwamba Mungu, haya mambo yanayofanyika duniani, mambo ya kuteremsha mvua, mambo ya kuotesha mimea, mambo ya kuleta upepo, mambo ya kutoa jua mashariki mpaka magharibi, mambo mwezi waonekana, nyota zaonekana, kwamba kuna mwingine anayefanya hii kazi pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa Allah. Kwamba Allah yupo na mshirika, Allah yuko na msaidizi. Hii ni shirki, ndugu zangu. Mwanadamu anatoka katika Uislamu. Au katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kuna mwingine ambaye ana uwezo kama wa Allah, anasifika na sifa alizonazo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Ndugu zangu katika imani, katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Razzaq, Mwenyezi Mungu ndio anayetoa riziki. Sasa we mwanadamu, ukiwa na itikadi ya kwamba kuna mwingine anayetoa riziki kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa Mungu hataki kunipa riziki yake, kuna kiumbe mwingine anatoa riziki kama anavyotoa Allah, mwanadamu akiwa na itikadi kama hii anakuwa ni kafiri, ndugu zangu katika imani. Kwamba katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhyi wa yumite, kwamba Mwenyezi Mungu anahuisha, Mwenyezi Mungu anafisha. Mwenyezi Mungu anakufanya unakuwa hai. Mtu anapofikwa na mauti ni kwamba muda wake umefika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo kapanga. Unasema hapana, kuna mwingine, kuna kiumbe mwingine ambaye ana sifa kama hizi za Mwenyezi Mungu, anahuisha na anafisha. Huyu anakuwa ni kafiri, anatoka katika Uislamu, ndugu zangu katika imani. Na ndiyo maana Ar-Rawafidha, itikadi ya Shia al-Ithna Ashariya, itikadi yao kwa hawa maimamu zao 12. Shia Ithna Ashariya ni Shia ambayo Ithna Ashara ni neno la Kiarabu, kwa Kiswahili ni 12. Kwa maana Mashia Ithna Ashariya wenyewe ni kwamba wanawaamini maimamu 12. Sasa angalia sifa ambazo hawa Mashia wanawapa hawa maimamu 12, sifa za umungu, ndugu zangu katika imani, sifa ambazo mwanadamu wakiitikadi na hizo sifa anatoka katika Uislamu. Ndiyo maana wanachuoni wa ahli sunna wamewatoa Shia al-Ithna Ashariya katika Uislamu, kwamba sio Uislamu, ni makafiri. Kwa sababu gani? Kutokana na itikadi, imani. Ndugu zangu katika imani, imani ndio inamtoa mtu katika Uislamu pamoja na vitendo. Kwamba hawa maimamu zao 12 wenyewe ndio ambao wanaendesha dunia, na hawa maimamu 12 hawafi ila kwa bikhtiyarihim, kwa kutaka kwao. Akitaka kufa ndio anakufa, kama hataki malakul mauti akija kuchukua roho yake anamwambia hapana, hivi sasa sitaki kufa, siku nikitaka kufa nitakwambia. La ilaha illa Allah. Inafikia mpaka Allahu akbar, akapewa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sifa za hatari, sifa ambazo hana,
kwamba siku ya kiyama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ndiyo atafanya kazi ya kuwaingiza watu peponi, wengine kuwaingiza motoni. La ilaha illa Allah. Angalia huu musiba ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu atapoitikadi ya kwamba kuna kiumbe mwingine anasifika na sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huyo anakuwa kafanya shirki, anatoka katika Uislamu ndugu zangu katika imani. Au fi uluhiyati, katika uungu wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba Mungu si mmoja tu, Mungu si peke yake Mungu, wa Mungu wako wengi. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Unakuta mwanadamu kasoma kabisa, yuko na madigrii, ni doktor kasoma, mtu nafikia anatengeneza ndege, Allahu akbar, anatengeneza simu. Uko Afrika unaongea na mtu ambaye yuko Ulaya, lakini anakuambia wa Mungu ni watatu, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu anasema msisemi kama kuna wa Mungu watatu, innama huwa ilahu wahid, Mungu ni mmoja tu, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungu ni mmoja, Mungu ndio anakusudiwa na kila jambo. Kila mwenye matatizo anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu hakuzaa, Mungu hakuzaliwa, Mungu hafanani na chochote. Inafikia wanadamu wengine wanasema ya kwamba Bwana Yesu ndiyo Mungu, tena Mungu mkuu. La ilaha illa Allah. Nabii Isa alayhi salam, Bwana Yesu atakuwa Mungu vipi hali ya kuwa amezaliwa, ana mama yake ni Maria anajulikana. Wengine wanasema ni Mungu kwa sababu amezaliwa bila baba. Allahu akbar. Je, kila ambaye anazaliwa bila baba ni Mungu? Nabii Isa alayhi salam, Bwana Yesu yupo na mama, tutasemaje kuhusiana na Nabii Adamu alayhi salam? Hana baba wala mama. Tutasemaje kuhusiana na mama yetu Hawa, ametoka katika ubavu wa Nabii Adam? Babake nani, mama yake nani? Ndugu zangu katika imani, baadhi ya mambo inatakiwa utumie akili. Kwa hiyo shirki ndugu zangu katika imani, katika uungu wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ni mmoja. Wa Mungu sio wawili wala watatu, hapana, Mungu ni mmoja tu. Vile vile katika shirki ndugu zangu, fi ibadatihi, mtu anafanya shirki katika ibada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuswali, inatakiwa mwanadamu aswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asifanyi ibada ya sala kwa ajili ya kiumbe fulani. Akifanya ibada ya swala kwa ajili ya kiumbe fulani, anakuwa amefanya shirki ndugu zangu katika imani. Mtu anafanya ibada kwa ajili ya jini lake lilimwambia asali, kwa hiyo anaswali kwa ajili ya jini, anasali sala ya faradhi kwa ajili ya Allah. Vile vile akiwa faragha, akiwa chumbani kwake, mtu ana chumba maalum, hakuna yeyote anayeingia, ni yeye tu, anafanya ibada kwa ajili ya mashaitani, anafanya ibada kwa ajili ya majini ndugu zangu katika imani. Anamshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada. Kuchinja ndugu zangu katika imani ni ibada. Mwanadamu anapochinja, achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asifanyi ibada ya kuchinja kwa ajili ya shetani, jini wake lilimwambia achinje. Vipi, mbona mnachinja kondoo? Watu tunachinja bana. Huyu mama fulani jini wake amepanda, amesema nataka damu. La ilaha illa Allah. Michango inafanyika, ananunuliwa kondoo mkubwa, watu wanachinja. Umechinja kwa ajili ya Allah au umechinja kwa ajili ya amri ya jini? Umechinja kwa ajili ya amri ya jini. Unafanya shirki, unatoka katika Uislamu ndugu yangu Muislamu.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratil an'am katika aya za mwisho ya kwamba inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahu akbar. Swala ambayo mtu anaswali, kuchinja, kuwa hai, mtu kufa, vyote ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati, kwa hakika swala ninayoiswali, wa nusuki, ibada ya kuchinja ninayoifanya, wa mahyaya, uhai wangu, wa mamati, kifo changu, lillahi rabbil alamin, vyote hivi ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio milki ya kiumbe wa aina yoyote. Sasa wewe mwanadamu unachinja kwa ajili ya sheitani, umetoa ibada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, umeipeleka kwa kiumbe. Ndugu yangu Muislamu, umefanya shirki kubwa, unatoka katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu hiyo shirki inakuwa ni dhiddu tauhid. Shirki inakuwa ni kinyume cha tauhidi. Tauhidi maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetoa riziki nani? Allah. Anayehuisha nani? Allah. Anayefisha nani? Allah. Anayefaa kuabudiwa nani? Allah. Mtu achinje kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aswali kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo tauhidi. Lakini ukifanya kinyume chake unakuwa umefanya shirki, ndugu yangu Muislamu. Shirki wa Islam ina namna nyingi. Kuna namna mbalimbali za ushirikina, ndugu zangu katika imani. Shirki ina namna tofauti tofauti. Tutaeleza namna moja baada ya nyingine, ili kila mmoja afahamu, ndugu zangu katika imani, kwamba kitu fulani nikikifanya nakuwa nimefanya shirki, naingia katika ushirikina. Nikifa katika hii hali, mimi ni miongoni mwa watu wa motoni. Hata kama watu wakikusomea hitima kila siku, hitima 1000, wewe unaingia motoni tu, hautoki. Watu wakikujengia misikiti 500,000, wewe ni motoni tu. Watu wakiwa na kutulia sadaka kila siku, umekufa hali ya kuwa ni mshirikina. Vyote hivyo watavyovifanya baada ya kufa kwako havitokusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza miongoni mwa aina za shirki kubwa ni mwanadamu kufanya nida, yani kujalia kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko na mshirika katika ibada yake. Huyo mshirika anamtii kama anavyomtii Mwenyezi Mungu, anamheshimu kama anavyomheshimu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirki kubwa, ndugu zangu katika imani, kwamba Mwenyezi Mungu yuko na mshirika. Mungu si mmoja tu, wa Mungu ni wawili au zaidi ya wawili. Mwanadamu akiwa na itikadi kama hii, akiwa na imani kama hii, basi huyo anatoka katika Uislamu. Si Muislamu, anakuwa ni kafiri, anakuwa ni mshirikina. Mungu ni mmoja, hana mshirika katika uungu wake, wala hana msaidizi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu atapokuwa na kiumbe kingine, anakitii hiki kiumbe kama anavyomtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huyu amefanya shirki ambayo ni kubwa. Anakiheshimu hiki kiumbe kama anavyomheshimu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huyu anakuwa ametoka katika Uislamu.
katoka katika Uislamu, anakuwa ni kafiri, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo tahadhari mwanadamu, tahadhari ndugu yangu, usiwe na wa Mungu wengine pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni mmoja, hana mshirika katika uungu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu anapokuwa na itikadi kama hii, basi afahamu akifa bila kuachana na hiyo miungu mingine, basi huyu ni mukhalladu fi nari jahannam, ataishi milele milele ndani ya moto wa jahannama. Mwenyezi Mungu atuepushe na hiyo hali. Mwenyezi Mungu atujalie tumwabudu yeye mmoja tu na wala tusimshirikishi na chochote. Ndugu zangu katika imani, hii ni aina ya kwanza miongoni mwa aina za shirki, ambao ni shirkul akbar, ambao ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika mila, katika dini ya Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, namna ya pili, ndugu zangu katika imani, miongoni mwa namna za shirki kubwa ni shirku dua. Ni shirki katika dua, katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii shirki ya dua, ndugu zangu katika imani, kwa kweli watu wengi wanaifanya. Wa huwa du'a ghairu Allahi min al-anbiya'i wal awliya'i li talabi rizqi au shifai marid au ghairi dhalik. Hii shirki ya dua ambayo baadhi ya watu wanaifanya, anaombwa kwanza asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanaombwa manabii, mitume wa Mwenyezi Mungu, vile vile wanaombwa mawali, watu wema, masharifu, mashekhi waliokufa. Inafikia watu wanaenda kwenye makaburi yao wanawaomba, ndugu zangu katika imani, badala ya kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanatafuta riziki kwa waliokufa, kwa wafu. Ndugu zangu katika imani, mtu inafikia yupo na mgonjwa nyumbani, badala ya kumpeleka hospitali au kutafuta dawa ambayo inanasibiana na yale maradhi, unakuta mwanadamu, unakuta baadhi ya Waislamu anaenda kwenye makaburi, anawaomba waliyekufa maiti kwamba wamuondolee matatizo, wamuondolee huyu anayeumwa haya maradhi anayomsumbua. Ndugu zangu katika imani, hii ni shirki ya wazi kabisa, shirki katika dua. Ndugu zangu katika imani, angalia watu wanavyomuomba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Angalia watu wanavyofanya shirki mpaka ndani ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama Madina. Mtu anapita, badala ya kumtolea salamu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabii Allah, watu wanafanya shirki. Watu wanalielekea kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu ananyanyua mikono, mtu anamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nimetoka Tanzania, ya Rasulullah, mimi nimetokea Kenya, ya Rasulullah, mimi nimetokea Uganda, ya Rasulullah, mimi nimetokea Burundi, ya Rasulullah, mimi nimetokea Kongo, ya Rasulullah, mimi nimetokea Rwanda, ya Rasulullah, mimi nimetokea sehemu fulani, nimekuja ya Rasulullah, niko na mgonjwa nyumbani, yuko ndani kitandani hatoki ya Rasulullah, huu ni mwaka wa pili ya Rasulullah, msaidie apone. La ilaha illa Allah. Badala ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaombwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haifai ndugu zangu katika imani. Angalia baadhi ya watu wanavyomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia watu wema, kwa kupitia masharifu. Angalia mambo yanayofanywa huko Lamu, huko kwenye makaburi ya masharifu. Angalia shirki zinavyofanyika Iraki kwenye kaburi la Abdul Qadir al-Jailani. Ndugu zangu katika imani, angalia shirki ambazo zinafanyika katika kaburi la Imamu Shafi rahimahullahu Misri.
Mambo ya ajabu ndugu zangu katika imani yanayofanywa na wakina nani ambao wanajinasibisha kwamba ni Waislamu, hali ya kuwa hivi vitendo vinawatoa ndani ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, inafikia mwanamke anaenda kwenye kaburi la Imamu Shafi rahimahullah. Mwanamke ameolewa mwaka wa pili bado hajapata mimba, anaenda kwenye kaburi la Imam Shafi, anatoa sadaka pale, anachukua mchanga, anajipaka mwanamke, anajigaragaza, anajivuruga kwenye mchanga. Imam Shafi, nisaidie, huu ni mwaka wa pili sasa toka niolewe, huu ni mwaka wa tatu toka niolewe, sijapata mimba, hata kichezo hakuna, nisaidie Imam Shafi nipate mimba. La ilaha illa Allah. Vipi ndugu zangu katika imani, Imam Shafi atakusaidia upate mimba wewe? Imam Shafi rahimahullah ukisha kufa, mwelekee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye ni qadirun ala kulli shay, Mwenyezi Mungu ndiye muweza wa kila kitu. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Hii ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu anawajalia wanapata watoto wa kike tu. Kuna wengine Mwenyezi Mungu anawajalia wanapata watoto wa kiume peke yao. Kuna wengine Mwenyezi Mungu anawajalia wanakuwa na mchanganyiko, anapata watoto wa kike na watoto wa kiume. Kuna wengine Mwenyezi Mungu anawajalia wanakuwa ni matasa, wanakuwa ni mangumba, hawazai. Mtu inatakiwa muelekee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alayhi salam kisha kuwa mtu mzima anamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ampe mtoto. Anapata watoto katika hali ya uzee, anampata Nabii Ismail, anampata Nabiullah Ishaq alayhi salam katika uzee. Kwa sababu gani? Baada ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, watu waache kuyaabudu makaburi, watu waache kuwaomba waliokufa. Ndugu zangu katika imani, wamuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni shirki katika dua ndugu zangu katika imani. Na unapotoka kumwomba Mwenyezi Mungu, usimshirikishi na chochote katika ile dua. Muombe Mwenyezi Mungu direct, moja kwa moja. Angalia baadhi ya watu wanasema ya kwamba ikiwa unataka kuonana na rais, basi hauwezi kuonana naye moja kwa moja, mpaka upitie kwa sekretari, mpaka upitie kwa nani ndio akuruhusu au apeleke maombi yako kwa rais yakubali ndio wende. Sasa itakuwaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtu amuombe Mwenyezi Mungu moja kwa moja bila kupitia kwa mtume, bila kupitia kwa shekhe, bila kupitia kwa wali? La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anafananishwa na viumbe? Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu kisha sema ud'uni, niombeni. Sio mpitie kwa mtu fulani, sio mpitie kwa kiumbe fulani, kupitie kwa mitume, kupitie kwa malaika, kupitie kwa mashekhe, kupitie kwa masharifu. Hapana, moja kwa moja ud'uni, niombeni moja kwa moja. Astajibe lakum, nitakukubalieni maombi yenu. Sio kupitia kwa kiumbe. Ndugu zangu katika imani, tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tusimfananishi na kiumbe, kwamba kuonana na rais, kuonana na mfalme, mpaka uonane na mawaziri wake wakuombe, wapeleke maombi yako mbele. Hapana, Mwenyezi Mungu sio hivyo. Ndugu zangu katika imani, hizi ni sifa za kibinadamu. Huu ni utaratibu wa kibinadamu, sio utaratibu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Yunus ya kwamba katika aya ya 106, wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin, ay min al-mushrikin. Usiombi min duni llahi, kinyume na Mwenyezi Mungu. Usiombi asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yanfauka wala yadhuruka,
Allahu akbar, mambo ambayo hayatukunufaisha, mambo ambayo hayatukudhuru. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usiombi kiumbe. Fa in fa'alta, ikiwa utaacha kumuomba Mwenyezi Mungu na ukaomba viumbe, ukawaomba malaika, ukawaomba mashetani, ukawaomba mafrimasoni, ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anasema fa innaka idhan minadh-dhalimina, ukifanya hivi unakuwa miongoni mwa madhalim. Na dhulma iliyokusudiwa hapa ni shirki. Fa innaka idhan minadh-dhalimin ay minal mushrikina, unakuwa miongoni mwa washirikina. Ndugu zangu katika imani, anayefaa kuombwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani katika surati Nuh ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtuma Nabiullah Nuh alayhi salam kuwalingania umati wake walipokuwa naabudia masanamu, wanasema Mwenyezi Mungu anasema la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Hawa walikuwa ni watu wema katika zama za Nabiullah Nuh alayhi salam. Hawa watu wakafa. Baada ya kufa, angalia, sheitani akawajia watu watoto wale, wazazi wale waliishi muda mrefu wakafa, wakaja watoto wakamwambia, mnajua makaburi ya fulani na fulani na fulani, au walikuwa ni watu wema, sasa tufanye nini? Mwe mnawakumbuka, tengenezeni masanamu ya sura zao, muweke pale kwenye makaburi yao. Mkiwa mnapita pale, mnaona masanamu yao, picha zao, mnakumbuka kwamba walikuwa wanafanya ibada, na nyinyi mnajitahidi mnafanya ibada. Sasa masanamu tutayatoa wapi? Kuna mtu fulani ni bingwa kutengeneza masanamu, yupo sehemu fulani. Wakaenda kule, wanatengeneza masanamu, wanaweka kwenye makaburi. Watoto wakawa wakubwa mpaka wakafa, wakaja wajukuu. Sheitani akawafuata, mna habari baba zenu walikuwa wanaabudu hawa, sisi tumeghafilika bwana. Watu wakaanza kuabudu, wanaabudu wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, nasra, wanaabudu badala ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio inafikia zama tulizonazo, unakuta mtu kabisa yuko na kadigrii kake, yuko na kashahada kake, kacheti kake, lakini yupo na kasanamu juu ya meza. Kabla ya kwenda kazini, anakambia kale kasanamu, bwana, mimi naenda kazini, nisaidie niende salama na nirudi salama. La ilaha illa Allah. Wengine wanavaa sanamu shingoni, kwamba ndio tunawalinda. Tunafanya nini? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ndugu zangu katika imani, tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, na wala tusimshirikishi na chochote. Ndugu zangu katika imani, vile vile ndugu zangu, aina ya tatu miongoni mwa aina za shirki ni shirki nia wa iradatul qasd. Ni shirki ya nia, ndugu zangu, na kukusudia kufanya mambo. Baadhi ya watu wanafanya ushirikina katika nia. Baadhi ya binadamu wanafanya ushirikina katika kufanya baadhi ya mambo, ndugu zangu katika imani. Na hii shirku nia, wanasema wanachuoni, an yanwiya wa yuridu wa yaqsudu al-abdu bi'amalihi jumlatan wa tafsila ghayru Allahi wa huwa shirku fil i'tiqad. Ni mwanadamu ananuia, anakuwa na nia ya kufanya kitu fulani. Hiki kitu anachokusudia kukifanya, kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake, nia sio kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kwa ajili ya kitu kingine, ni kwa ajili ya kiumbe, kumridhisha kiumbe. La ilaha illa Allah. Anamridhisha kiumbe hali ya kuwa na muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni shirki ya wazi, ndugu zangu katika imani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Hud katika aya ya 15 vile vile na aya ya 16 ya kwamba man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffa ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun
ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allahu akbar. Man kana yuridu alhayata ad-dunya, yeyote anayetaka uhai wa dunia, yeyote anayetaka kufanya mambo katika hii dunia, wazinataha, na mapambo yake hii dunia, mambo yote yanayopatikana ndani ya dunia mtu anataka kufanya sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema nuwaffa ilaihim a'malahum fiha, Mwenyezi Mungu atawatekelezea mambo yao, watafanya. Mungu atawapa afya iliyokuwa nzuri, Mungu atawapa nguvu ili wazidi kuzama katika ushirikina. Mtu anatafuta mali, mtu anatafuta pesa, mtu anataka awe bilionea kwa muda mfupi, kwa miezi miwili tu. Anaona njia ya urahisi ni kumtoa kafara mtoto wake, ni kumtoa kafara baba yake, ni kumtoa kafara mama yake ili apate mapesa. Ndugu zangu katika imani, Mungu atakupa. Tena kama wanavyosema Waswahili, njia ya shari bana haina uzito wala haina kona nyingi. Ni mara moja tu unakuwa tajiri, unalala maskini unaamka tajiri. Mungu anakupa, lakini wahum fiha la yubkhasun, Mungu hata wanyima katika hii dunia, atawapa vile ambavyo wanavyotaka. Lakini wafahamu ya kwamba ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao wanaotaka dunia kwa shortcut, wanaotaka utajiri kwa muda mfupi, wafahamu ya kwamba akhera hawana lolote, hawana chochote zaidi ya moto wa jahannama. Wahabita ma sana'u fiha, na mema yote ambayo watakaokuwa wameyafanya duniani, Mwenyezi Mungu mema yao anayageuza ni habaa manthura, ni vumbi tupu, anasaga amali zao zote. Wa batilun ma kanu ya'malun, na inahesabika ni batil matendo yao yote. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawalipa hapa duniani kama walivyotaka wenyewe. Kwa hiyo Allah, ndugu zangu katika imani, msitaki shortcut katika kutafuta utajiri. Inatakiwa ujitahidi ufanye sababu za kisheria, sababu ambazo zilizoamrishwa na Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Fanya mambo ambayo yanalingana na Uislamu, mambo ambayo hayapingani na Uislamu, ili uwe tajiri ndugu zangu katika imani, na wala usitafuti utajiri kwa ajili ya kuua. Ndugu zangu katika imani, utaupata utajiri, utapata neema kidogo duniani, baada ya muda utakufa, utapambana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aina nyingine ya shirki ndugu zangu, aina ya 4 ni shirkul mahabba. Kuna shirki katika kupenda, katika mapenzi ndugu zangu katika imani. Wadhālika bi an yuhibba ma'a Allahi ghayru kama habbatihi lillahi au ashaddu au aqal, wa li anna al-mahabbata mustalzim li ghayati adh-dhilli wal khudu'. Ndugu zangu katika imani, katika aina za shirki kuna shirki ya mapenzi. Mwanadamu anampenda kiumbe kama anavyompenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au ashadde, wakati mwingine inakuwa mapenzi ni zaidi, anampenda mwanadamu zaidi anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni shirki. Mwanadamu akiwa na mapenzi kama haya yanamtoa katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anatukumbusha katika surati al-Baqara katika aya ya 165 kwamba wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wa minan nasi, kuna baadhi ya watu, alhamdulillah sio wote, kuna ambao wanampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumpenda, lakini Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi, kuna baadhi ya watu man yatakhidhu min duni llahi andada, wanawapenda wasiokuwa kinyume na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanawafanya kwamba ndio vipenzi vya ndani, ndio miungu. Allahu akbar. Hawa watu, hawa viumbe wanaopendwa, yuhibbunahum ka hubbillah,
Wanadamu wanawapenda hawa viumbe kama wanavyompenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni msiba wa Islam. Lakini Mwenyezi Mungu anasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, lakini wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumwamini wanampenda zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tu miongoni mwa hao wanaompenda Allah zaidi kuliko viumbe wake. Ndugu zangu katika imani, mapenzi ni hatari. Mapenzi yanampelekea mwanadamu anakufuru. Mapenzi yanampelekea mtu anafanya maasi. Mwingine haelewi kitu kwenye mapenzi, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo nitakiwa mapenzi ya kwanza kabisa iwe ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya Mwenyezi Mungu anayefuata ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Alafu yanakuja mapenzi mengine, mtu kumpenda baba, mtu kumpenda mama, mtu kumpenda mke, mtu kumpenda mtoto, mwanadamu kumpenda shekhi wake, mwanadamu kumpenda jirani yake. Haya ni mapenzi ya kawaida, lakini haya mapenzi ya kuwapenda wazazi, kuwapenda watoto, kuwapenda ndugu isifikii kilele cha mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu na mtume wao ndio topu, ndugu zangu katika imani. Angalia, ndio bwana mmoja anapigiwa mfano katika mapenzi, anaitwa Majnunu Laila. Huyu alikuwa anampenda mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Laila. Ndugu zangu, angalia mapenzi namna yalivyo. Jamaa anaenda, Laila akitumwa dukani, jamaa yuko nyuma anamfuata, anamwambia Laila, mimi nakupenda. Laila anasema wapi, mimi sikupendi. Jamaa analia, jamaa akawa sasa kula tabu, jamaa anakonda kwa ajili ya mapenzi, mawazo. Mpaka sasa familia ya jamaa ikamwambia, kwa nini usendi Maka ukazunguka Al-Kaaba? Wakati unazunguka Al-Kaaba unakuwa unamwambia Mwenyezi Mungu aondoe mapenzi katika nafsi yako ya kumpenda Laila. Laila hakutaki. Jamaa akasema ni kweli, itabidi nifunge safari nende Maka nikafanye tawafu. Jamaa kaenda mpaka Maka, anazunguka Al-Kaaba huko anaomba dua, Mwenyezi Mungu, ninakuomba Mwenyezi Mungu nizidishie mapenzi nimpende Laila sana. La haula wala quwwata illa billah. Angalia mapenzi, ndugu zangu katika imani. Mtu hajielewi kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, anayefaa kupendwa zaidi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anayekuja daraja ya pili ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Halafu wanakuja watu wengine, ndugu zangu katika imani. Na mapenzi yanazidiana. Namna unavyompenda mama ni tofauti na unavyompenda mke wako. Ni kwamba mapenzi ya mke ni tofauti na mapenzi ya mama. Mapenzi ya mke ni tofauti na mapenzi ya mtoto, wa hakadha na kuendelea, ndugu zangu katika imani. Jambo lingine miongoni mwa namna za shirki, ndugu zangu katika imani, ni shirku taa. Mtu anafanya shirki katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwatii viumbe wengine. Allahu akbar. Na huyu ni msiba, ndugu zangu katika imani. Wa huwa musawatu ghairullahi billahi fi tashri'il hukm. Hii shirki, ndugu zangu, wengi wameingia katika wanadamu, kwamba anafanya musawati, analinganisha kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu ni sawasawa na hukumu ya binadamu wengine. Inafikia mpaka wengine wanasema kwamba hapana, hii sheria ya Mungu ya kwenye Qur'ani, hii ni sheria nzito, ni sheria ngumu, imeshapitwa na wakati. Sheria bora ni sheria ya nchi fulani. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mwanadamu ukisema haya maneno kwamba sheria ya wanadamu ni bora kuliko sheria ya Mwenyezi Mungu au zinalingana, ni sawasawa, unakuwa ni kafiri, unatoka katika Uislamu, ndugu zangu katika imani. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba inil hukmu illa lillah. Hukumu, sheria ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiyo ambaye ametuumba. Baada ya kutuumba, Mwenyezi Mungu ndiyo anayetujua kwamba hawa binadamu inatakiwa ni wape sheria fulani ndiyo itakayowafaa.
Sheria Mwenyezi Mungu haibadiliki kwamba imeshapitwa na wakati inatakiwa tubadilishe mambo. Hapana. Sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaendana fi kulli zamani wa makani, kila zama na kila mahala. Sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni salih, ni nzuri, ni nzima, inafanya kazi wakati wowote. Lakini sheria za kibinadamu kila siku zinabadilishwa. Mwaka huyu sheria ni hii, mwaka mwingine inabadilishwa. Akija rais huyu anabadilisha, anaweka sheria yake. Akija rais mwingine anavunja sheria aliyoikuta, anaweka ya kwake. Hizi ndio sheria za kibinadamu, lakini sheria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko pale pale, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo yeyote ambaye atakayeona ya kwamba sheria Mwenyezi Mungu sio bora, hukumu za Mwenyezi Mungu hazifai, kwamba Mwenyezi Mungu amemdhulumu mwanamke kwenye mirathi, kwa nini mwanamke anapewa moja, mwanamume anapewa mbili? Hii ni dhulma. Uislamu unamdhulumu mwanamke. La ilaha illa Allah. Angalia dada yangu, tahadhari, unaweza ukatoka katika Uislamu bila kujijua. Wewe unajihesabu ya kwamba ni Muislamu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamesha kuwekea X kwamba wewe umeshatoka katika Uislamu muda mrefu, kutokana na maneno, kutokana na itikadi, kutokana na dunia. Ndugu zako katika imani, wanawake wengi wanakuwa wanadanganywa kwamba haiwezekani, msikubali, inatakiwa mwanamke awe sawa sawa na mwanamume kwenye mirathi. Mwanamke na yeye inatakiwa awe anatoka anafanya kazi kama mwanamume, asiwe anakaa nyumbani tu. Mwanamke na yeye anavaa masuruali, mwanamke na yeye anavaa na yeye anavaa makaptula, asiwe anajifunika funika tu wakati wote. La ilaha illa Allah. Hivi ndivyo wanavyotaka maadui wa Uislamu. Inafikia sasa mwanamke anatolewa nyumbani kwake. Mwanamke sasa amekuwa ni kama nyanya sokoni, yani anauzwa anavyotaka, anapunguza bei, anafanya nini, matangazo ya biashara. Mtangazaji mkubwa pale inakuwa ni mwanamke, yuko uchi kabisa. Hivi ndivyo wanavyotaka maadui wa Uislamu. Ndugu zangu katika imani, wakina mama tanabahini, zindukeni wakina mama, dunia ya mwisho. Haki inaonekana ni batili na batili inaonekana ni haki. Ndugu zangu katika imani, turejeeni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika surati Tauba katika aya 31 ya kwamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Hii aya ndugu zangu, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaisoma, mbele yake alikuwepo sahaba mtukufu Adi bin Hatim at-Tai radhiyallahu anhu arda, kama ilivyopokelewa katika sunani Nasa, katika sunani Tirmidhi rahimahullah. Adi anamwambia Mtume, ya Rasulullah, lasna kunna naabuduhum, hawa viongozi wa kanisa tulikuwa hatuwaabudu ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Adi kwamba, je, wenyewe si walikuwa wanaharamisha mambo ambayo ni halali? Adi anasema naam, na nyinyi mnakubali? Ndio. Walikuwa wanahalalisha mambo ambayo ni haramu? Ndio. Na nyinyi mnakubali? Ndio. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fatilka ibadatuhum, hiyo ndio ibada, huko ndio kuabudu Allah. Ndugu zangu, kuna baadhi ya watu wanawafuata mashekhe, hata kama shekhe amekosea, mtu anasema mimi sikubali, kama shekhe ataingia motoni na mimi niko tayari kuingia motoni pamoja na shekhe. La ilaha illa Allah. Musiba ndugu zangu katika imani. Unaona haki unasema hapana, hata kama hii ni haki, lakini shehe fulani, shehe wangu hakukubali, haifuati haki, kwa hiyo na mimi sikubali. Kama shehe wangu amekataa na mimi ninakataa, sikubali. Huu ni msiba ndugu zangu katika imani. Haya ni maafa katika dini ndugu zangu katika imani. Haki unapoiona sehemu yoyote inatakiwa uifuate kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala usiangalie kauli ya shekhi wako. Angalia kasema nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kaelekeza vipi mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika surati Maida kwenye aya 44 ya kwamba
waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun, yoyote yule, wale wote ambao watakaye hukumiana na sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona ya kwamba sheria Mwenyezi Mungu sio bora, haifai, lazima twende kwa makafiri, lazima twende kwa matawuti, lazima twende kwa kina Joni, lazima twende kwa kina Paulo ndio watuhukumie mambo yetu ya Kiislamu, akaacha mambo ya dini, akawaacha mashekhe na mashekhe wa kuhukumu wapo, akasema ya kwamba mashehe hawafai, hiyo Qur'ani imeshapitwa na wakati, huyu anakuwa ni faulaika humul kafirun. Hawa ni makafiri ndugu zangu katika imani. Tutanabahi ndugu zangu katika imani. Ndio Mungu anasema vile vile kwenye Maida, katika surati Maida kwenye aya 50 ya kwamba afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Je, hukumu za makafiri, hukumu za matawuti ndio bora? Ndio mnataka hukumu za makafiri, mnaacha hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Angalia serikalini, Waislamu wanagombana, wanaenda kuhukumiana na makafiri ndugu zao katika imani. Wanawaacha mashekhe, wanaacha serikali za Kiislamu, wanaacha mabaraza ya mashekhe, wanaacha kongamano la mashekhe katika mji, wanawaacha mashekhe, wanaacha Qur'ani, wanaacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaenda kwa makafiri ndugu zangu katika imani. Watu wamegombana msikitini, wanaenda kwa makafiri, wanaenda serikalini ili serikali ndiyo itoe hukumu ya mambo ya Uislamu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa aina ya shirki nyingine ni shirki al-hulul, وهو الاعتقاد بأن الله حل في مخلوقاته. وهذه عقيدة ابن عربي الصوفي ومن تبعه في ضلالاتهم، ومن أقوالهم قاتلهم الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. إنا لله وإنا إليه راجعون. Angalia ndugu zangu katika imani, miongoni mwa aina za shirki, shirki al-hulul, kwamba mtu anakuwa na itikadi ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenea kila sehemu. Mwenyezi Mungu kwamba ameenea kila mahala, yuko Mwenyezi Mungu. Hii ni shirki. Hii ni shirki ndugu zangu katika imani. Ndio mmoja anakutana na mashekhe, anamuuliza, unasema Mungu yupo kila sehemu? Mungu yupo kila sehemu. Na kwenye mfuko wako yupo Mungu, yupo hata kwenye mfuko wangu. Na kwenye tumbo la nguruwe yupo Mungu, yumo ndani ya tumbo la nguruwe. Na kwenye kinywa cha mbwa yupo Mungu, yupo ndani ya kinywa cha mbwa. Na chooni yupo Mungu, Mungu hata chooni yupo. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Huu ni msiba ndugu zangu katika imani. Shirki al-hulul, kwamba Mwenyezi Mungu ameenea kila sehemu. Huu ni ushirikina ndugu zangu katika imani. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba kwenye aya nyingi, Ar-Rahman wa ala al-arshi istawa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesawi katika arshi yake. Ndio Imamu Malik rahimahullah na vile vile maimamu wengine wameulizwa kaifa stawa, namna gani alivyostawi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika arshi. Imam Malik rahimahullah wanasema ya kwamba al-istiwa ma'lum, kustawi kunajulikana, wal kaifiyatu majhul, lakini namna alivyostawi Mwenyezi Mungu haijulikani. Wal imanu bihi wajib, kuamini kama Mwenyezi Mungu amestawi katika arshi ni wajibu. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza kuhusiana na masala, kutaka utafiti ni imekuwaje Mungu astawi, ni bid'a, ni uzushi. Lakini tunaamini kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, Ar-Rahman ala al-arshi istawa, Mwenyezi Mungu amestawi katika arshi. Hii ni imani ahlus sunna wal jamaa, ni imani ambayo inatakiwa mwanadamu awe nayo, kwamba Mwenyezi Mungu amestawi katika arshi.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tupo duniani kutoka katika mgongo huu wa dunia huu wa ardhi huo mpaka mbingu ya kwanza. Hapa katikati kutoka duniani mpaka mbingu ya kwanza ni miaka 50,000. Kutoka mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya pili miaka 50,000, mpaka mbingu ya tatu miaka 50,000. Kwa hiyo baina ya mbingu na mbingu ni miaka 50,000 mpaka mbingu ya saba. Kwa hiyo mbingu ya saba juu yake kuna maji. Baina ya mbingu ya saba na maji ni miaka 50,000. Juu ya maji kuna kursi. Baina ya maji na kursi ni miaka 50,000. Alafu juu ya kursi kuna arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu yupo juu ya arshi yake, na kila kinachofanyika duniani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakiona, ikiwa ni kwa siri, ikiwa ni kwa dhahiri. Subhanallahi wa Ta'ala, ametakasika, ametukuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaona kila kitu. Angalia Ibn Arabi Sufi, hawa ni watu ambao wamechupa mipaka, wana itikadi mbovu, imani za kikafiri na wale wafasi wao. Angalia kwenye maneno yao, anasema kwamba wamal kalbu wal khinziru illa ilahana, kwamba mnaona mbwa, mnaona nguruwe, mbwa nguruwe yote ni Mungu, kila unachokiona duniani ni Mungu. Wamallahu illa rahibun fi kanisa, hata yule pasta, yule padiri yuko kanisani na yule na yeye ni Mungu vile vile. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Shirki al-hulul, ndugu zangu, imani kwamba Mwenyezi Mungu ameenea kila sehemu, ni imani mbovu, kwamba kila unachokiona duniani ni Mungu. Kuta hizi ni Mungu, nyumba ni Mungu, gari ni Mungu, simu ulionayo ni Mungu, kalamu ulionayo ni Mungu, nguo uliovaa ni Mungu, binadamu wenzako ni Mungu. Ukimwabudu hamna tatizo, kila kitu unachokiona hapa ni Mungu. La ilaha illa Allah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Inafikia vile vile hata baadhi ya Waislamu ukimuuliza Mungu yuko wapi, hajui Muislamu sehemu Mungu alipo. Ukimuuliza Mungu yuko wapi, asema Mungu yupo kila sehemu, kila mahala Mungu yupo. Hii ni imani mbovu. Mungu hayupo kila sehemu. Mwenyezi Mungu yuko mbinguni. Ndugu zangu, watu wazima wanashindwa imani na watoto wadogo. Mfuate mtoto mdogo, muulize Mungu yuko wapi, utaona mtoto mdogo anaonyesha juu. La haula wala quwwata illa billah. Huyu mtoto mdogo hajaenda shule, hajaenda chuo, amejuaje kama Mungu yuko juu? Fitra, maumbile. Lakini mtu anatengeneza magari, mtu anatengeneza masimu, mtu anatengeneza makompyuta, mtu anatengeneza mameli, mtu anafanya mambo ya ajabu, hajui sehemu ambayo Mungu yupo. Huyu ni msiba, ndugu zangu katika imani. Vile vile katika aina ya shirki ni shirki tasarruf, wa huwa al-i'tiqadu bi qudrati al-anbiya'i was-salihin wal-awliya' ala tasarruf fi al-kawn. وليس هناك ما يمنع من أن تذكر الصالحين والرسل بما يستحقون من فضائل، ولكن المحظور هو أن نجعل لهم شيئا من حقوق الله الخاصة به. ndugu zangu katika imani, katika shirki tasarruf, shirki ya kuendesha mambo, kwamba kuitikadi na kuamini ya kwamba kuna baadhi ya manabii, kuna mitume, kuna watu wema wenyewe vile vile wana uwezo kuendesha mambo hapa duniani kama anavyoendesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni shirki, mwanadamu akiwa nayo inamtoa katika Uislamu, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaamini ya kwamba kuna makhlukati wana uwezo. Mtu akaenda kwenye kaburi la Abdul Qadir Jailani, akimuomba Abdul Qadir anamjibu. Mtu yupo Tanzania anamuomba Abdul Qadir anajibu. Mtu yupo Kenya, mtu yupo Uganda, mtu yupo Burundi, mtu yupo Kongo, mtu yupo Rwanda, yuko wapi? Anamuomba Abdul Qadir Jailani, na mgonjwa hapa muda mrefu hajapona, kisha tumia dawa muda mrefu, Abdul Qadir msaidie apone. Hii ni shirki. Mtu akifanya hivi anatoka katika Uislamu, ndugu zangu katika imani. Haifai mtu kuwa na itikadi kama hii, itikadi mbovu, itikadi ya kishirikina.
Hili ni jambo ambalo analiweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, hana mshirika katika hili. Kuna baadhi ya mambo ambayo mwanadamu anaweza akamsaidia mwanadamu mwenzake, na kuna mengine ambayo mwanadamu hawezi isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu unaumwa, kukunyanyua kukupeleka hospitali, mwanadamu mwenzako anaweza. Mtu huwezi kujirisha, mkono umepooza, mkono umeparalaizi, mwanadamu mwenzako anakulisha na kusaidia. Ili ni jambo ambalo liko chini ya uwezo wake. Lakini mtu haupati mimba, unaenda kwa mwanadamu, unaenda kwenye kaburi la shekhe, unawaambia shekhe nisaidie shekhe. Wengine unaenda kwenye makaburi ya kina babu, tumekuacha muda mrefu babu, tunakutolea sadaka babu, tunakufanyia matambiko, tunakufanyia sijui mambo gani babu. Mjukuu wako babu hajapata mimba babu, tusaidie wazee mliokufa, mizimu wa kina babu, njooni mtusaidie. La ilaha illa Allah. Huu ni ushirikina ndugu zangu katika imani. Haifai kabisa ndugu zangu, haifai kabisa. Zama tulizonazo inafikia baadhi ya watu wana itikadi za kikafiri, yani mambo ambayo hata makafiri wa Kikuraishi walikuwa hawafanyi hayo mambo, wala walikuwa hawana hiyo itikadi. Lakini zama tulizonazo baadhi ya watu wana itikadi za ajabu ajabu ndugu zangu katika imani. Inafikia mwanadamu anatafuta mali, anaona njia nyepesi ya kupata mali ni kumtoa mtoto wake kafara, mwingine anamtoa baba yake kafara, mwingine anamtoa mama yake kafara, mwingine anamtoa mke wake kafara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwa ajili ya kutaka mali. Angalia huu ushirikina ndugu zangu katika imani. Hata makafiri wa Kikureishi hawakufanya haya mambo. Makafiri wa Kikureishi wanafahamu ya kwamba anayetoa riziki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mwanadamu anatafuta riziki kupitia kwa mashaitani. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Yunus katika aya 31, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ukiwauliza makafiri wa Kikureishi nani ambaye anaendesha mambo, watasema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zama tulizo nazo ukiwauliza baadhi ya watu wakina nani wanaendesha dunia, watu wanasema dunia inaendeshwa na wafirmason. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watu kwamba dunia inaendeshwa na mashetani, kwa maana nyingine sio tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hana tena kazi. Mafirmason wakitaka mvua inyeshe, mvua inanyesha. Mafirmason wakitaka meli izame, meli inazama. Mafirmason wakitaka treni ipate ajali, treni inapata ajali. Sio tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni msiba ndugu zangu katika imani. Watu sasa imani zao zimekuwa ni dhaifu kabisa. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa aina za shirki kuna shirki ya hofu. Mwanadamu kumhofu kiumbe zaidi anavyomhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii haifai. Hii ni shirki ambayo ni kubwa ndugu zangu katika imani. Inatakiwa mwanadamu amhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi na zaidi na zaidi. Lakini kuna hofu ambayo ni tabii, kuna hofu ya kawaida. Hii haina matatizo. Ndugu zangu katika imani, mwanadamu anakuwa na hofu kwamba iki kiumbe iki na chenyewe kina uwezo wa kuleta manufaa au wa kuleta madhara. Kwa hiyo mwanadamu anakuwa na hofu ya hatari, kama baadhi ya watu wanavyoogopa mashetani. Mtu anakuwa na hofu ya hatari kwamba we unaleta mchezo, huyu ana shetani la hatari, jini wake ni mkali, akipanda hapa pakaliki. Mtu anakuwa na hofu. Jini akisema kitu mtu anatekeleza. Nataka pete ya dhahabu, watu wanatafuta pete ya dhahabu haraka haraka. Wa kuuza vitu wanauza ili mradi patikane pete ya dhahabu. Nataka damu ya njiwa, nitafuta njiwa inachinjwa, anapewa jini damu. Nataka damu ya kondoo, watu wanatafuta kondoo. Nataka damu ya mbuzi, watu watafuta mbuzi. Nataka damu ya ng'ombe, watu watafuta ng'ombe wachinja.
sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuokopa kiumbe, kwa ajili ya kuokopa shetani, kwa ajili ya kuokopa majini. Hii ni shirki ndugu zangu katika imani. Haifai mwanadamu kuwa na shirki kama hii, kuwa na hofu kama hii ndugu zangu katika imani. Lakini kuna hofu ambayo ni tabiia, hofu ya kibinadamu. Hii haina matatizo mwanadamu akiwa nayo, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoeleza ndani ya Qur'ani kwenye surati Al-Qasas aya 21, anaelezea kisa cha Nabiullah Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema fakharaja minha khaifan yatarqab. Nabiullah Musa alayhi salam baada ya kuua mtu katika kabila la Firauni kwa ajili ya kumtetea katika kabila lake, fawakazahu Musa faqadha alayhi, Nabiullah Musa akampiga ngumi, yule jamaa kafa. Sasa watu wakabaki mjini wanaambizana, nani aliyeua, nani aliyeua? Nabiullah Musa akasikia, akaambiwa kwamba anatafutwa. Siri ilishafishuka, ilishajulikana kwamba Musa ndiyo kaua. Kwa Nabiullah Musa alayhi salam akatoka katika mji wa Misri anaelekea Madian, khaifan yatarqabe, anaondoka akiwa na hofu, huko anakuwa anaangalia kulia kushoto mtu asimuone. Kwa hiyo hii ni hofu ya kawaida ndugu zangu katika imani, haina matatizo. Vile vile kuna hofu ya kawaida, mtu kuokopa nyoka, mtu kuokopa mnyama mkali, anaokopa simba, anaokopa nge. Hii ni hofu ya kawaida. Mtoto anapofanya makosa, kumuokopa baba yake, kumuokopa mama yake, anajua kwamba atampiga, hii inakuwa ni hofu ya kawaida, haina matatizo ndugu zangu katika imani. Vile vile katika aina ya shirki ndugu zangu katika imani ni shirki tawakkul, shirki ya kutegemea. Na hii ndugu zangu katika imani, baadhi ya watu wanamtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndugu zangu katika imani, tujitahidini tuwe tunamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala tusitegemei viumbe ndugu zangu katika imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika surati Al-Furqan kwenye aya ya 85, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, mtegemeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye yupo hai, Mwenyezi Mungu ambaye hafi, hana sifa ya kufa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tafwidhul amri ila Allah wal i'timadu alayhi, kuelekeza mambo yako kwa Mwenyezi Mungu na kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, hili ndiyo jambo ambalo linatakiwa. Lakini usielekezi mambo yako kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo hakuna anayeyaweza zaidi ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mwanadamu akifanya hivi atakuwa anafanya shirki ndugu zangu katika imani. Katika namna za shirki ndugu zangu katika imani ni mwanadamu anategemea viumbe katika mambo ambayo hawa viumbe hawawezi. Mifano mbalimbali ndugu zangu katika imani tunaitoa. Mwanamke ameolewa, hajapata mimba, mwanadamu anaenda kwenye kaburi la babu, mwanadamu anaenda kwenye kaburi la shekhe, anamwambia shekhe aliyekufa, shekhe wangu, mtoto wangu ameshaolewa, huu ni mwaka wa 3 hajapata mimba, shekhe msaidie shekhe apate mimba. Asa wataka shekhe ndio atoke kaburini aje ampe mimba mtoto wako? Huwa ni matatizo ndugu zangu. Tutumieni akili aliyotupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab, wazingatie watu wenye akili. Akili iko wapi ndugu zangu katika imani? Unaenda kwenye kaburi, huyu alishakufa, ameshaoza, anakutana na aliyoyafanya huko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi atakusaidia? Mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo inatakiwa
wanadamu wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ya kwamba law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqnakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba laiti nyinyi binadamu, laiti nyinyi viumbe mngelikuwa mnamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea, Mwenyezi Mungu angelikupeni riziki, Allah angelikuruzukuni kama anavyowaruzuku ndege. Taghdu khimaswa, ndege asubuhi wanaruka ndani ya matumbo hamna kitu, wataruhu bitwana, lakini wakati ndege wanaporejea kwenye majumba yao jioni wanarudi hali ya kuwa matumbo yao yamejaa. Ndege anatoka anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anamruzuku. Lakini mwanadamu anaamka anapiga mahesabu, wapi nitaenda kuiba? Mwanadamu anapiga mahesabu, ni njia gani ya shortcut nikiifanya nitapata mamilioni ya pesa. Anaambiwa wewe usihangaiki, wewe tafuta ziwa la mwanamke ambaye amefia ndani ya nyumba kwa ajili ya kuungua, utapata pesa. Watu wanachoma majumba ya watu, watu wanafia ndani, watu wanaenda kuzika, mtu anaenda makaburini, anaangalia huyu amezikwa hapa, ikifika usiku anakuja anafukua kaburi na kisu anakata ziwa, anapeleka, anakuwa tajiri. Watu wanaambia ukitaka utajiri, wewe tafuta kichwa cha mtu aliyezikwa kwa muda wa siku 3. Mtu anaenda na anasikilizia wapi mtu kafa, sehemu fulani mtu kafa, anaenda makaburini, anajua siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, anaenda kaburini, anafukua kaburi, anakata kichwa cha mtu cha maiti, anapeleka kule, mtu anakuwa tajiri. Mtu anakuwa tajiri kwa shortcut, ndugu zangu katika imani. Watu wanafanya shirki za ajabu, shirki ambazo ukizisikia, ukiziona, wallahi machozi yanatoka, moyo unasisimka, moyo unatetemeka. Shirki ambayo inafanywa na ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ndugu zangu katika imani, turejeeni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kumalizia, ndugu zangu katika imani, haya ni baadhi ya mambo ambayo nimekusudia tukumbushane kuhusiana na shirki, ili kila mmoja wetu, ndugu zangu katika imani, ajitahidi aachane na haya mambo ya ushirikina, aelekee kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kumalizia, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atufishe aliyokuwa ni Waislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tusamee madhambi tunayoyafanya kwa usiku na mchana. Mwenyezi Mungu ajalie wakati kufukutu tuseme la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu siku ya kiyama tufufue tukiwa nyuma ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mwenyezi Mungu atusamee madhambi yetu, pamoja na wake zetu, pamoja na wazazi wetu, pamoja na mashekhe zetu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie siku ya kiyama tuingie katika pepo yake. Mwenyezi Mungu atuepushe na adhabu za kaburi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuepushe na moto wa jahannama. Kwa kumalizia, ndugu zangu, tutakutana tena katika kipindi kinachokuja. Kwa haya machache yanatosha. Nasema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.